na katika kila ndege aliye safi akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Mtu mmoja aseme Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasikia sauti ya kumridhisha. Haleluya. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo, kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Mstari wa 22, maandiko yanasema, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa ari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Mtu mmoja aseme havitakoma, havitakoma, havitakoma. Haleluya. Tumesoma andiko hili, nimelipa kichwa kwamba Mungu ana mpango mwema na wewe. Tumesoma habari za kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 20 hadi 22. Haya maneno Mungu alikuwa anaongea juu ya kitu ambacho kilitokea baada ya gharika ile iliyotokea, ambayo Mungu alipa agizo mtumishi wa Mungu Nuhu atengeneze safina. Baada ya siku 40 zile ambazo maji yalitokea mengi, watu walikufa wengi waliokaidi sauti ya Mungu, lakini Mungu aliokoa vizazi ambavyo vitatakiwa kuendeleza kizazi kingine. Haleluya. Biblia inasema Nuhu maji alipokauka, jambo la kwanza aliamua kumjengea Mungu madhabahu. Haleluya. Aliamua kumjengea Mungu madhabahu, na alipojenga madhabahu akaamua kutoa sadaka ya kuteketezwa, sadaka ya maumivu, sadaka ya kutokuangalia mwili unataka nini, sababu ya kuweza kuona jinsi ya ukuu wa Mungu aliyoweza kuwafanya kuwaokoa ndani ya gharika iliyotokea. Haleluya. Lakini anaendelea kusema, baada ya kujenga madhabahu na kutoa sadaka, maandiko yanatuambia juu ya habari za kwamba Mungu akasikia harufu ya kumridhisha. Mungu alibarikiwa na kile kitu ambacho Nuhu alikifanya kwa sababu ya sadaka hii. Kwa tunachotaka kushiriki na wewe ndani ya siku ya vijana, kwamba pale unapochukua nafasi ya kumtumikia Mungu, Mungu anafanya familia yako kupitia wewe iokolewe na matatizo. Mungu anafanya familia yako kupitia wewe isife vifo vinavyokufa vya ukoo. Mungu anafanya familia yako ambayo unafanya leo ni kitu ambacho Mungu amesikia harufu. Mfanye Yesu acheke. Yesu anacheka kwa kufanya mambo mazuri. Yesu anacheka kwa kubariki moyo wake. Yesu anacheka kwa kuchukua hatua. Yesu anacheka kwa kuchukua nafasi ya kukava, kwamba leo hapa panahitaji kuimba, nitaimba. Leo hapa panahitaji kwa washati, nitafanya washati. Leo hapa panahitaji nikahubiria watu, nitaenda kuhubiria. Leo hapa panahitaji niende kutembelea wagonjwa, nitaenda kutembelea wagonjwa. Unachofanya hivyo, kitabu cha Kutoka 23:25. Biblia inasema, nao utakapomtumikia Bwana atabariki maji yako ya kunywa, atakuondolea magonjwa, ataondoa utasa, hapatakuwa na mwenye kuharibika mimba. Nasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti yule hai, wewe uliyechukua nafasi ya kumtumikia Mungu, nasema Bwana akasikia harufu ya utumishi wako uliyechukua leo, kwamba leo nimejitapiwa. Hajalishi mwanadamu ananiangaliaje, hajalishi rafiki ananitazamaje, nitasimama mbele, nitamsifu Mungu kwa sauti yangu, nitacheza kwa sababu ya Mungu. Nasema kwa jina la Yesu, huu ni wakati wa vijana kuinuka na kumtumikia Mungu. Huu ni wakati wa vijana kuinuka na kumwabudu Mungu. Huu ni wakati wa vijana wa kutoka kupeleka injili magerezani. Ni wakati wa vijana kupeleka
kupeleka injili hospitalini, ni wakati wa vijana kupeleka injili masokoni, ni wakati wa vijana kupeleka injili kwa yatima. Huu ni wakati wa vijana. Acha kujidharau, acha kujiona wewe ufai. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, kwa neema ya Mungu na kwa upendo wa Mungu akakupulizia pumzi, ukawa nafsi hai. Nasema pumzi ulionayo, kutembea kwa niko nako. Yesu anatamani umsifu na muabudu. Sauti yako unayoongea nayo, Yesu anahitaji watu wasikie unapoimba. Haijalishi sauti yako inapiga kelele, lakini kuna watu waponyeka. Kitabu cha Warumi 10:17, Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Wewe unapoimba, kuna watu wanabarikiwa, kuna watu wanaponywa. Madarasa mlipocheza, kuna watu walinuna wakaanza kutabasamu yao. Praise anapoimba, kuna watu wanaanza kupiga mikono. Nasema kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba kuna watu ni mabubu, wanatamani kuimba, lakini wewe una uwezo wa kuongea, hauwezi ukaimba. Kuna watu ni viwete, hauwezi wakatembea, wewe una miguu unatembea, upeleke habari njema. Kuna watu ni viziwi, wanatamani asikie, wewe una uwezo wa kusikia, hauwezi kupiga makofi. Kuna watu, nasema sikia mwana wa Mungu, leo ni siku ya vijana. Siongei juu ya vijana, naongea juu ya Mhubiri 12:1. Biblia inasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla ijaanza siku ambayo itakayokuwa hatari, siku ambayo utasema sina furaha juu ya hilo. Nenda rufaa, utaona watu walikuwa na fedha lakini wanapumulia mipira. Nenda mkoani, utaona watu walikuwa na pesa na kwenda kujumua mizigo yako Dar es Salaam, alikuwa anajumua mizigo yako kwenda Mtukuyu, lakini leo hii wamenyosha miguu, wako pale mkoani. Nasema afya ulionayo, hebu tumikie Mungu. Afya ulionayo, hebu abudu Mungu. Afya ulionayo, hebu tukuze Mungu. Nasema kwa jina la Yesu, au hapa kwa bahati mbaya, nasema upumui kwa bahati mbaya, au tembei kwa bahati mbaya, uonekane wao sio kwa bahati mbaya, umeumba kwa mfano wa Mungu. Nasema hilo lisifikirie na litafakari. Yesu anakuhitaji, Yesu anahitaji kutumikia. Ezekieli 2:1. Ewe mwanadamu, simama kwa miguu yako. Nahitaji kusema na wewe, nahitaji nikutume, nahitaji nikupeleke, nahitaji nikuongoze. Marko 16:20, andiko nasema kwamba na wale waliotii Bwana akatoka nao, akaenda nao, akithibitisha jina lake kwa kutenda miujiza nao. Nasema leo hii chukua hatua ya kutii kwa kutumikia Mungu. Anakuhitaji mpendwa, anakuhitaji, anahitaji kusikia habari njema kutoka kwako. Haleluya! Bwana ana mpango mwema na wewe. Bwana mpenga na mwema na wewe. Muda nchi idumupo, muda nchi idumupo, na majira kupanda na mavuno, wakati wa baridi, wakati wa hari, wakati wa kaskazi, wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Mwambie jirani yako, acha kukata tamaa, acha kukata tamaa. Bado unapoona hauoni kitu, Bwana anasema havitakoma. Kinachotakiwa chukua hatua. Amua kumtumikia Mungu. Amua kumtumikia Mungu. Amua kumtumikia Mungu. Haleluya. Majira kwa neno la Kiebrania ni wakati uliowekwa na Mungu juu ya mwanadamu. Ni wakati ulioandaliwa na Mungu juu ya mwanadamu. Huu ni wakati wako, mwana wa Mungu. Mungu ana mpango na kusudi na wewe. Anahitaji umtumikie. Anahitaji asikie kwako. Anahitaji, umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe ni mtu muhimu sana. Wewe ni mtu ambaye Mungu anakuhitaji. Nini maana ya majira? Majira ni msimu au kipindi kilichoandaliwa na kukusudiwa na Mungu kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya watu. Mungu ameweka msimu. Unaloliona leo, unapoona kama vitu haviendi,
Biblia inasema ni majira tu. Hayo ni majira tu. Haleluya. Hayo ni majira tu. Hayo ni majira tu. Mungu ana mpango mwema. Kusudi la shetani ni kukuondoa mahali au eneo ambalo umekusudiwa na Mungu. Usikubali shetani akuondoe mahali ambapo umekusudiwa na Mungu. Haleluya. Usikubali shetani akuondoe mahali ambapo Mungu amekukusudia. Haleluya. Haleluya. Haleluya mama. Usikubali. Nikawa nawaambia watu fulani. Nikawa nauliza, namuuliza mtu mmoja. Yeye ndiye alianza kuniambia, unajua kwenye familia yenu ikitokea ametokea mtu mmoja amekuwa waziri au amekuwa mbunge, shida imeisha. Nikasema basi wazo lako ni nzuri. Nikamuuliza mimi mwenyewe na mimi kwa wazo langu. Nikasema, je, umewahi tafakari kwamba kwa mfano kwenye familia hii ikatokea Mungu akamwokoa mtu mmoja, yaani familia ambayo ilikuwa walevi, familia ambayo walikuwa wanakufa kwa vifo vya kuchoma moto kwa sababu ya wizi, familia ambayo ilikuwa ya kuolewa na kuachika, familia ambayo watu wanasema sisi siwezi, mzazi unakuta anakuambia sitaweza kusomesha mtoto pasipo kukoroga pombe. Ikatokea akatoka mtu mmoja, Mungu akamtoa kama Daudi kwenye familia ya Yese, akamtoa kama Ibrahim kwenye familia ya Tera waabudu Mungu, akamtoa kutoka katika familia kama Samuel, akamtoa. Je, ni lipi bora? Ni lipi bora? Haleluya. Unaweza ukawa waziri ukaenda jehanamu. Unaweza ukawa rais ukaenda jehanamu. Unaweza ukawa mbunge ukaenda jehanamu. Unaweza ukawa mfanya biashara mkubwa ukaenda jehanamu. Lakini Yesu atakubadilisha. Atakapokubadilisha, Biblia inasema kwamba maisha ya umilele, maisha ya Yerusalemu ni ya umilele, na maisha ya jehanamu ni ya umilele. Haleluya. Maisha ya Yerusalemu mpya ni ya umilele, na maisha ya jehanamu ni ya umilele. Fikiri nikwambie, kuna kisa cha watu wawili kwenye Biblia. Kisa cha yule Lazaro na kisa cha yule tajiri. Ni maisha yale. Wale wote waliishi duniani. Biblia inasema kwamba Lazaro alikuwa ni mtu maskini katika mwili. Haleluya. Na alikuwa mwingine tajiri. Biblia inasema mavazi yake alikuwa ya kupendeza. Alikuwa ni mtu anakula anavyoweza kula. Alikuwa na uwezo wa kwamba ale leo chakula cha mchana Mbeya, yawezekana kale chakula cha jioni Dar es Salaam, kwa sababu atakwea pipa, atapanda ndege, ni dakika chache tu. Lakini siku ilipofika ya kuondoka, yule Lazaro akaondoka akalala, na huyu mastajiri akafa. Kinachotokea ni kwamba walipokufa walikutana katika ulimwengu ule. Lazaro yuko ng'ambo kifani kwa Ibrahim, na huyu tajiri yuko ng'ambo nyingine. Katikati kuna shimo. Maandiko anasema yule tajiri alipoinua macho juu akamuona Lazaro yuko kifuani kwa Ibrahim, anasema anaburudishwa, ana shida tena. Ufunuo mlango 21 Biblia inasema atafuta kila chozi, apata kuwa na maombolezo tena, apata kuwa na kilio tena. Lazaro ambaye alikuwa na vidonda akawa kifuani kwa Ibrahim, anaburudishwa, na yule tajiri akaanza kulia kwa machozi, anasema Bwana Ibrahim, naomba umtume Lazaro, ambaye kumbuka katika dunia alikuwa anakula makombo kwenye meza yake. Alikuwa hawezi hata kumgeulia chakula kwenye sahani. Alimdharau kwa hali aliyonayo. Lakini ilipofika siku ya kuondoka, na alipata duniani hakuipata tena ule mazingira. Alianza kuingia kwenye majuto. Bwana wa Mungu, ni nini ninachotaka kukushirikisha? Kwamba wokovu uliopata utunze sana. Tunza neno wokovu kuliko kitu chochote. Kama Biblia inavyosema katika kitabu cha Misali 4:23, maana anasema linda sana moyo wako
kuliko kitu chochote wezacho kulinda. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, Biblia inasema mchungaji atalindia moyo wako. Biblia inasema askofu atalinda moyo wako. Biblia inasema padri atalinda moyo wako. Nafasi ya kulinda moyo ni kwako mwenyewe. Unahitaji ulinde moyo wako, maana moyo wako ndio chanzo cha mwili, ndio unaosababisha damu itawanyike vizuri. Nasema usidanganyike. Mchungaji atakushauri acha dhambi, mchungaji atakushauri acha pombe, mchungaji atakushauri acha hasira. Unaposema hizi hasira, hajui ninavyokuazika, hajui nilivyoumia. Nasema mchungaji yupo kukuongoza njia ya kwamba utoke kwenye huzuni halafu uishi kwenye amani. Unapokumbatia hasira, moyo wako unavunjika. Kitabu cha Isaya 60 mlango wa kwanza, Biblia inasema Roho wa Bwana juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuganga moyo uliovunjika. Moyo wa mwanadamu unavunjikaje? Unavunjika na uchungu uliotunza, unavunjika na hasira ulizotunza, unavunjika na majaribu unayowaza siku zote, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hakuna ambapo umewaza hadi za Mungu, kwamba Mungu anakuambia njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitapumzisha. Wewe unawaza tu ugonjwa utaniua, nasema atakuua kweli. Njoo kwa Yesu, atabeba mizigo yako. Njoo kwa Yesu, atabeba magonjwa yako. Njoo kwa Yesu, atabeba kansa. Njoo kwa Yesu, Yesu wa Nazareti. Nataka kusema habari njema ya kwamba habari njema ni habari ya kuondoka kwenye huzuni. Inawezekana kwa maana hapa unasema watoto wangu wote wamevaa nguo kwa sababu ya kukoroga pombe, nitaishije pasipo kukoroga pombe? Nasema nchi vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Bwana atakupa njia ya kupata fedha. Bwana atakupa njia ya kupata fedha. Mkimbilie Yesu, maana dakika tulizo nazo ni chache. Biblia inasema Yakobo mlango wa mstari wa 14, andiko nasema kwamba andiko natuambia juu ya kwamba uzima mlio nao ni nini? Ili mvuke uonekana kitambo kisha utoweka. Kama unavyoona watu wanaaga, wanaenda sema Dar es Salaam kufunga mzigo, wanaishia Mafiate. Kuna watu wanafanya kazi zao usiku kusha wa boda boda, asubuhi kuna kucha, mume wangu nitegemea kafika saa 2, unakuta haonekani tena. Saa 3 hayupo tena, saa 4 mbona simuone? Unaenda kichweni, wanasema hajarudi kwani, na sisi hayupo mpaka dakika hii. Ghafla wanakwambia nenda rufaa, nenda mochwari. Unaenda mochwari, unakuta mume wako amepasuka pasuka, amekufa kwa ajali, hajakwambia mateni alikokopesha. Nasema mshikilie Yesu wa Nazareti. Usema tulio nao ni kitu kidogo sana. Mshikilie Yesu. Inuka leo kijana. Unapojua kijana anajitambua, hautakiwi urasimishwe kwa matumikia Mungu. Lazima ujue ya kwamba mwaifanya umetoka kwenye familia ambayo hakuna anayemjua Mungu. Mimi ndio first born wa kuleta wokovu kwenye familia. Hakuna aliyewahi kuokoka. Baba yangu na mama yangu wameniokoa, wamenikalisha chini, wakasema simama mwanangu, tulia hapa. Kuna wakati nilikuwa naenda kwa baba, nasema baba, mapito ninayopitia ni magumu. Anasema, anacheka tu, anasema mwanangu kaza mwendo. Kuna siku niliota ndoto kama nimezingirwa, niko katikati, halafu wamemwaga mafuta ya petroli, wamenimwagia, wamewasha moto ambapo sioni mahali pa kutokea. Halafu ghafla kwenye ndoto nikachomoka, nikaja kumhadithia baba. Baba akasema mwanangu, usikate tamaa, hayo ni majaribu, kwa sababu Yesu ndiye mwema, lazima atapiga vita. Nasema kwa jina la Yesu, ukitaka ufanye vizuri, timu yoyote inayofanya vizuri lazima imsikilize kocha. Timu yoyote inayofanya vizuri lazima imsikilize kocha. Kama mimi na wewe ni watoto wa Mungu, hatutaweza kumwona Mungu. Tutamwona Mungu kupitia wazazi wetu, tutasikia Mungu kupitia wazazi wetu. Ukitaka leo ufanikiwe, nataka nikwambie, sikuwahi tarajia, sikuwahi kuota ndoto, sikuwahi kudhania kwamba iko siku moja nitakuja kuwa mchungaji. Mpaka sasa bado naota ndoto, mpaka sasa
utaona na utandota. Nasema imekuaje Bwana? Imekuaje? Yesu anasema nalikujua toka tumboni mwa mama yako. Nilijua siku moja utasimama. Nasema kwa jina la Yesu Kristo, ili uweze kufanya vizuri, kaa chini ya mguu, kaa chini ya mtumishi wa Mungu. Nasema vijana mlianza kuimba, vijana mlianza kusifu, vijana mlianza kumwabudu Mungu, vijana mlianza kumtumikia Mungu. Usirudi nyuma, songa mbele. Usirudi nyuma, songa mbele. Usirudi nyuma, songa mbele. Nikisema usisikie maneno ya watu, maana yake nataka uwe kiziwi. Hapana, utasikia. Lakini sasa jua jambo moja la kwamba unatakiwa uzibe masikio. Baba yangu aliyosema, mwanangu ziba masikio. Sema masikio, maana yake maneno atakayosemwa yatakapofika kwako yasikubadilisha. Nisikilize mimi nitakachokwambia. Nikasema asante Baba, nikakaa chini. Leo hii sikuweza jua kusoma Biblia, wala sikuweza kufikiri kwamba Biblia ni neno la Mungu, wala sikuweza kujua Biblia ukilitumia linaweza likaponya magonjwa. Lakini kwa sababu ya Mungu aliponikalisha chini ya mtumishi wa Mungu, leo niko mbele yenu kwa sababu moja, nimeleta habari njema. Sijaleta habari ya umbea, nimeleta habari njema. Sijaleta habari za kutapeliwa, nimeleta habari njema. Sijaleta habari ya uzinzi, nimeleta habari njema. Sijaleta habari za kwenda kwa mganga kienyeji. Mimi naye ubiri mbele yenu, nimewahi enda kwa mganga kienyeji tukiwa na mke wangu pale. Tunapitia shida, tunapitia changamoto, magonjwa yametukabili. Tulienda siku moja jioni kwa mganga kienyeji. Sitasahau maishani mwangu. Tulipofika pale tukakuta na watu wengi. Alafu tunataka turudi, anasema uje kesho. Tukamwambia mganga, tunaomba tusaidie mahali pa kulala. Wakafagia mahali ambapo kuku walikuwa, waliwatoa kuku, wakafagia pale. Tukalala pale. Nataka nikwambie tumelala usingizi. Alafu tunanukiwa harufu ya samadi ya kuku. Acha nilale kanisani. Bwana amenitoa mbali. Acha nilale kanisani. Bwana amenitoa mbali. Acha nilale kanisani. Bwana amenitoa mbali. Ndio maana hatuwezi tukafanana. Wewe ukisema kwamba ufanane na mimi najua Mungu alikonitoa. Amenitoa kwa waganga kienyeji. Kuna watu mko hapa, Bwana amewainua, mlikuwa kitandani, mlikuwa muwezi. Nyanyuka leo. Usimtumikie Mungu kwa kulazimishwa. Au kumtumikia Mungu. Tambua Mungu ni chanzo cha uzima wako. Tambua Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Haijalishi umekataliwa. Nataka niseme na mtu mmoja, hata wewe unanisikia kwenye Facebook, inawezekana uliokotwa, inawezekana mama alikutelekeza, inawezekana mimba yako amekudharau, inawezekana uliokotwa kwenye lama, uliokotwa kwenye dampa. Nasema upo naishi, uko pango la Mungu. Mwamini Kristo, anahitaji kuna jambo ameweka kwako. Haijalishi umezaliwa kwa kusudi la kwenda kwa mganga kienyeji. Nasema leo hii mimi nasema ya kwamba njooni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ninasema mimi, Mungu ana mpango mwema na wewe. Nchi dumupa majira yale. Wakati wa kupanda na kuvuna, wakati wa baridi, wakati wa kiangazi, havitakoma. Leo napoona biashara haiendi, nasema Mungu anakuambia vitakoma. Mungu anakuambia vitakoma. Mungu anakuambia vitakoma. Isaya 55 mstari wa 8 hadi wa 11. Andiko nasema ndivyo. Andiko nasema mawazo ya Mungu sio mawazo ya mwanadamu. Ya njia zake wala sio njia za mwanadamu. Ana mawazo yake yako juu sana. Ni sana vile iachayo mvua ikamnyeshea yule apandaye mbegu. Ndivyo itakavyokuwa atakavyoweza kuratilia neno lake likaweza kufanya kazi. Mstari wa 11 unasema kwamba ndivyo neno langu litakavyokuwa, halitanirudia bure. Nitafanya mapenzi yangu na nitafanikiwa. Nataka niseme kama Biblia inasema, ugonjwa ni kansa, ugonjwa ni UTB. Kama hizo ni roho chafu, lazima zichomoke tu. Lazima zichomoke tu. Kama urevi ni roho, lazima ichomoke. Kama mimba ni roho, mimba ya poza ni roho, lazima ichomoke. Uvimbe ni roho, lazima ichomoke.
ghafla ni roho imechomoka. Amua leo kumbeba Yesu ndani yako. Ninasema habari za kumbeba Yesu. Ufunuo 14:13. Biblia inasema kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa matendo yao yatafuatana nao. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Kuna maisha mengine. Haleluya. Kuna maisha mengine ambayo yanaweza yakakufanya ukaisha hapa duniani kwa raha, lakini ukaurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Sikia mwana wa Mungu, huu mwili unauona, huu mwili unaojitazama kwenye kioo mara mbili, utageuka unavyotaka ujiangalie uzuri ulionao. Ni mavumbi tu. Haleluya. Ni mavumbi tu. Haleluya. Neema ya wokovu inatolewa bure. Haleluya. Inatolewa bure. Chukua hatua hii leo. Fungua moyo wako. Mkaribishe Yesu. Biblia inasema ni Friday moja mbinguni kwa mtu mmoja anaporudi kwa Baba katika kiti chake cha ufalme. Ananyua malaika wenye uhai wanne, wazee 20 wanaanza kushangilia, wanakupigia makofi. Makofi yale ni zaidi ya makofi ya kiongozi wa serikali. Makofi yale ni zaidi ya makofi unaweza kupigiwa na kiongozi wako yeyote. Fungua moyo wako. Yawezekana unasema, mtumishi, mimi nilipanga kuokoka kesho. Yawezekana unasema, mtumishi, mimi nilipanga kwamba nitakuja kuokoka kwenye mkutano mkubwa sana. Unaweza kukutana na Yesu popote. Unaweza kukutana na Yesu kwenye basi. Unaweza kukutana na Yesu kazini kwako. Unaweza kukutana na Yesu hapa kanisani. Unaweza kukutana na Yesu shuleni. Unaweza kukutana na Yesu kanisani. Unaweza kukutana na Yesu uko kitandani. Mfaa, mkoani, mwindili. Haleluya. Yesu anakuhitaji. Fungua moyo wako. Ni lini umewahi fikiri ahadi za Mungu? Ni lini umewahi tafakari ahadi za Mungu kwa siku? Yaani umekuwa mimi na wewe, kinachochukua muda mwingi wewe ni kutafakari changamoto zinazopitia. Zitakuua. Haleluya. Tafakari ahadi za Mungu. Jambo la kwanza unatakiwa tafakari unapokuwa kwenye changamoto. Tafakari kwamba ni Mungu kwa mfano wa Mungu. Fikiri tena, tafakari kwamba Yesu alimfia msalaba. Tafakari tena jambo lingine kwamba Yesu alisema njoni kwa mimi wote msumbukao kwa neno la mzigo. Na mtatupumzisha. Ni jambo gani gumu asiyoweza? Haleluya. Na tafakari juu hayo. Tafakari. Umechukua muda mwingi sana kutafakari juu ya biashara yako ilivyokuwa imetengamana. Umechukua muda mwingi sana kutafakari juu ya fedha
Umechukua muda mwingi sana kutafakari juu ya ndoa inavyopitia. Umechukua muda mwingi sana kutafakari juu ya nafasi yako ya kazi, au umetafakari sana juu ya nafasi yako ya kwenye mtaa unakoishi. Lakini ni lini umechukua nafasi ya kutafakari ahadi ya Mungu kwako? Haleluya. Lini umewahi tafakari kwamba yarishi wanadamu watakuona wewe ni mfupi, lakini Mungu anasema nimefanana nawe? Lini umewahi tafakari wanadamu wanasema angalia kichwa chake huyu kimepinda, lakini Mungu anasema nimefanana na wewe? Haleluya. Fikiri, nataka nikupe kitu kimoja. Mungu anakupenda kitu chochote. Pale unapofika tu unakata tamaa. Pale unapofika hatua unaomba, umeokoka labda unaomba unasema hivi, mbona naomba ifanyike, naomba sinione, naomba mbona hazitokei. Mwae tafakari kwamba bado upendo wa Mungu uko kwako. Nataka nikupe mfano. Elewa kitu Mungu anachoweza kufanya kwako. Samani biko nipita. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Nataka nikuwekee mfano fulani juu ya upendo wa Mungu kwako. Na ujitathmini vile ambavyo unaweza, manunguniko yako yamekuwa mengi katika kiti chake cha enzi. Machozi yako ya kunungunika yamekuwa kwenye kikombe mengi kuliko machozi yako ya kumshukuru Mungu kwamba wewe ni Ebeneza, wewe ni yako. Sawa, nilikuwa nipita. Kwa nipita nitakuwa nakupa kitambaa. Utakuwa nakifanya. Hiki kitambaa kitakuwa kama kitu unachokiomba. Naomba gari. Naomba nyumba. Naomba mchumba. Naomba pesa. Mungu vyote ni mali yake. Lakini kumbuka, mawazo ya Mungu sio mawazo yake. Kuna wakati hawezi akakupa kwa wakati akiendelea kukuangalia. Sasa wewe mtumishi wa Mungu, nitakuwa nampa kitambaa. Sasa kama ndio kile anachokiomba, chukua mtumishi. Kifuate tu, kichukue. Alafu kitambaa kinaanguka. Zawadi ile Peter alikuwa anaiomba kwa wakati huo, anakuta hajaipata, anasema nimeomba sana sioni. Lakini amesahau kwamba katika kuomba kwake kote upendo wa Mungu bado mkubwa kwake umemkumbatia. Upendo wa Mungu bado mkubwa kwako. Upendo wa Mungu bado mkubwa kwako. Pendo unazohitaji ni kitu kidogo sana. Mungu bado anakupenda katika hali unayopitia. Mungu bado anakupenda katika changamoto unayopitia. Mungu anakupenda katika ndoa unayopitia. Mungu anakupenda katika mazingira ya uchumba yanayoharibika. Nasema kwa jina la Yesu, usikate tamaa. Jinsi unavyoendelea kuomba, ndio maana baba yetu anaongea hapa kwamba kuna wakati unakuwa unaendelea kuomba, lakini unakuta vitu vile uvione, unakuta bado. Sasa andiko nasema alipokaa miaka 40 katika jangwa, wana wa Israeli, hakuna hata nguo iliyochakaa, hakuna hata kiu ya maji. Bwana aliwapa mana, Bwana aliwapa maji, nguo zao hazikupauka. Ndio maana umeona mtumishi wa Mungu alipokuwa anakifuatilia kitambaa, ambacho ni kitu alichokuwa anakiomba, alafu anakuta kitambaa kimebaki nyuma, alafu Mungu anamkumbatia, anasema usilie mwanangu, hadi zote bado usipo, ninakuasia mema. Yeremia 29:11, maana mawazo yangu juu ya mwanadamu si mabaya, ni mawazo ya amani, ni mawazo ya furaha. Ni nini unachohitaji? Tafuta upendo wa Mungu. Tafakari Mungu anavyokuasia, tafakari Mungu anavyokutakia mema. Tafakari. Kuna wakati unaota ndoto umepigwa na wanyama, kuna wakati unaota ndoto umevamiwa, lakini kesho naamka unakuta uko bado uko salama. Yesu anakuhitaji.
hivyo vitu utapata. Mithali mlango wa 8:17, na wapenda walipendao walitafuta kwa bidii, nao wataniona. Fedha na dhahabu ni mali yangu, niwapatie wanaonirithisha. Nasema leo hii upendo wa Mungu uko juu yako. Mungu anakuhitaji. Acha kuhuzunika, acha kulia. Bwana Mungu anakuhitaji. Hivyo anavyoviomba si kwamba havipo. Fedha na dhahabu ni mali yake, vyote anaweza akakupatia, anakutweza tu. Musa anawaambia wana wa Israeli, kuna wakati Mungu atakutweza ili apate kuangalia upendo ambao utaendelea kumpenda katika shida unayopitia, utaendelea kumpenda katika hali unayopitia, utaendelea kumpenda katika changamoto unayopitia. Je, unamwabudu Mungu katika kipindi kipi? Unamwabudu Mungu maisha yakiwa mazuri? Unamwabudu Mungu wakati unapitia ugumu? Je, una uwezo gani wa kuja kumwabudu Mungu wakati ndoa yako iko kwenye mayumba, wakati ndoa yako iko kwenye mawimbi magumu? Je, una muda gani wa kuja kumwabudu Mungu wakati ajira ulikuwa unaitegemea alafu amekansel? Je, utaendelea kumwabudu Mungu? Je, una uwezo gani wa kumwabudu Mungu wakati mchumba ambaye alikwambia atakuoa alafu anakuacha soremba? Je, utaendelea kusimama na Mungu? Nasema kwa jina la Yesu, mtu yeyote ambaye anasema kwamba mchumba ameniacha na acha kumwabudu Mungu, nenda Mwanjerwa, nenda Kabwe, alafu kasimame pale gorofani, angalia vijana wote wanaotembea chini, alafu niambie yupi aliyekupenda pale, yupi ambaye unajua atakupenda. Sasa sikiliza, wewe ni mtu bado unatafutwa. Acha kukata tamaa kwa ajili ya mwanaume, acha kukata tamaa kwa ajili ya kijana, acha kukata tamaa kwa ajili ya binti. Yesu anapanga na wewe. Yesu anahitaji kukopa kijana mwingine. Nataka nikwambie usikate tamaa. Amen. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Haleluya. Haleluya. Mungu ana mpango mwema na wewe. Mwambie jirani yako, Mungu ana mpango mwema na wewe. Haleluya. Unawezaje kutembea kwenye mpango wa Mungu na ukafurahia uweponi wa Mungu? Unawezaje? Jambo la kwanza, uwe mtu wa kumsikiliza Mungu. Uwe mtu wa kumsikiliza Mungu. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza, kufanya yale yote ni kwa kuagizayo leo, ndipo baraka hizi zote zitakapokufikia. Unawezaje kukaa? Unawezaje kutembea kwenye upendo wa Mungu? Unawezaje kufurahia uweponi wa Mungu? Unawezaje? Uwe mtu wa kumsikiliza Mungu. Uwe mtu wa kumsikiliza Mungu. Haleluya. Uwe mtu wa kumsikiliza Mungu. Msikilize Mungu anasema. Jambo la pili, uwe na bidii juu ya sauti uliyopewa na Mungu. Uwe na bidii. Nimekupa mfano hapa kwamba na miaka 9 wokovu wangu. Nina miaka 9 wokovu. Sasa kama wewe unafika leo umesikia tu maneno ya watu mmoja tu kwamba, yaani unakuja labda Ijumaa au unakuja Jumapili, alafu anakuambia nashinda kanisani, alafu unavunjika moyo na kusikitikia. Hayo maisha nimepitia. Haleluya. Haleluya. Uwe na bidii. Sauti ya Mungu inahitaji bidii. Bidii. Muendelezo. Inahitaji, sauti ya Mungu inahitaji kutokukata tamaa. Kuendelea kusikiliza kila wakati. Ukiwa na bidii kusikia sauti ya Mungu, sauti ya majaribu haitakuwa na nguvu kwako. Sauti ya changamoto haitakuwa na nguvu kwako. Matatizo unayopitia hayataweza kumbadilisha Mungu asiye. Hilo ulijue. Yaani hata ukilia, ukitoa machozi mengi, yaani matatizo hayatambadilisha Mungu asiye. Haleluya. Haleluya. Sasa jambo la kwanza, unatakiwa uwe mtu wa kumsikiliza Mungu. La pili, uwe na bidii katika sauti unasikia.
sauti, usikate tamaa. Iwe kwenye pesti, iwe kwenye asha, iwe kwenye kamati mbalimbali, iwe kwenye idara yoyote kanisani, Mungu amekuweka hapo. Usifikirie labda kwa sababu ya elimu ulionayo, usifikirie kwa sababu ya uzuri ulionao. Cha kwanza ambacho natakiwa ukijue katika nafasi ambayo Mungu amekuweka kwenye idara, kamati yoyote, kitu ambacho natakiwa ukijue cha kwanza katika hiyo nafasi, Mungu amefanya. Mungu amefanya nini? Mungu amekuamini. Sasa acha kuweza kumwona Mungu kama Mungu hakuweza kuamini. Mungu amekuamini, anajua kwamba ili unaweza ukalifanya. Haleluya. Sasa sio kafikiria vizuri kwamba inawezekana kwa sababu hiki kitu nilicho nacho, inawezekana labda kwa utoaji, inawezekana labda kwa prestige, kwa kuimba, inawezekana kwa sababu hiki ndio nimechaguliwa labda kwa kwenye kamati. Hapana. Sikia, Mungu alikuja kwa vitu vilivyo dhaifu. Hakuja kwa ajili ya vitu maarufu, hakuja kwa ajili ya umaarufu wako. Haleluya. Fikiria, kuna watu wanaweza kawa waimbaji wakaenda jehanamu. Sio uimbaji utakaoweza kufanya mwingine mbinguni, sio uchungaji utakaoweza kufanya mwingine mbinguni. Haleluya. Ni kuyaishi mapenzi ya Mungu. Usisahau kwenye nafasi yote upo, Mungu amekuamini. Haleluya. Mungu amekuamini. Zingatia sana hicho, kwamba Mungu amekuamini. Na kama Mungu amekuamini, tafakari jambo moja muhimu, kwamba nimeomba kwa mfano wake, nihitaji kumsikiliza. Haleluya. Maana kila nafasi tunazopewa tutatoa hesabu. Kila agizo ulilopewa tutatoa hesabu. Jinsi ambavyo unaweza kutoa hesabu kwa baba yetu wa kiroho au kwenye uongozi ulioko hapo, vile vile unavyotoa hesabu kwa uongozi huo, ripoti zako ni sawa na mbinguni zinachukuliwa. Kitabu kinaandikwa na kutia moyo mwanangu. Tumeweka kwenye hizo nafasi kwa sababu Mungu ametuamini. Haleluya. Amen. Jambo la tatu, unawezaje kutembea kwenye uwepo? Unawezaje kufurahia? Mungu ana mpango mwema na wewe. Amen. Chukua hatua ya kumtumikia Mungu. Ya kwamba sikia, na kwanza nimesema sikia, usikilize Mungu. Na pili, uwe na bidii ile sauti iliyoambia. Tatu, chukua hatua ya kumtumikia Mungu. Chukua hatua ya kumtumikia. Tumikie Mungu kwa moyo wako wote. Tumikie Mungu kwa nguvu zako zote. Mtumikie Mungu kwa uwezo wako wote. 4, unawezaje kuendelea kufurahia uwepo wa Mungu? Unawezaje kuendelea kukaa katika mpango mwema wa Mungu? Usikengeuke. 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 Haleluya. Usiache maana yake kuto kumsikiliza Mungu na kuambatana na miungu mingine. Miungu mingine ni nini? Fedha, kazi, mume, mke. Inaweza kawa Mungu, inaweza kawa miungu. Haleluya. Haleluya. Lazima uwe na uwezo wa kumtambulisha Mungu wako. Mungu wako anatambulishwa kwa changamoto unazopitia au mwachi. Jifunze kwa Meshaki, Shadraka na Abednego, walimtambulisha Mungu wao kwenye mapito. Mfalme wa nchi amesema wanahitaji waingie kwenye tanuri, wanyongwe, wachomwe moto. Walisema hatuwezi tukakusikiliza wewe.
tutamsikiliza huyu Mungu. Tena wakasema kwamba tunajua atatutoa kwenye tanuri la moto. Haleluya. Danieli alimtambulisha Mungu wake kwenye mapito. Amua kumtumikia Mungu. Haleluya. Amua kumtumikia Mungu. Kijana mwenzangu, amua kumtumikia Mungu. Tumikieni Mungu. Msikate tamaa. Nimemwambia Ezekieli 2:1. Ewe mwanadamu, simama kwa miguu yako. Kwenye kumtumikia Mungu usichukue nafasi ya kuiga. Usiige kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu. Sikia wito, sikia. Tambua, hebu rudi, kumbuka kuna shuhuda Mungu amefanya kwako. Kuna kitu Mungu amefanya. Kumbuka ule shuhuda. Kumbuka alipokutoa. Hata kama hujaona gari, kumbuka tu kuokolewa kwako ni thamani kuliko magari yako. Wokovu uliopata ni thamani kuliko amani unayotaka ya dunia. Wokovu ni thamani sana. Ulijua hili? Wewe unafikiri Lazaro hakuwa na mwili? Alikuwa aoni yale majibu? Alikuwa aumii moyo wake, kwa nini mimi nimekuwa omba na kula kwa shida? Alikuwa na mwili, lakini alimwacha. Waebrania 2:5. Sisi je, tutapateje kupona tusipojali neema ya wokovu mkuu tuliopata si kwa fedha? Paulo anasema kwamba hatukuokolewa kwa vitu vinavyoharibika, hatukununuliwa kwa fedha, tulinunuliwa kwa damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Wokovu ni muhimu sana. Amua kumtumikia Mungu. Usikengeuke kuandamana na miungu mingine. Kumbukumbu la Torati 30:17-20 tutasoma hivyo. Tusoma na kitabu cha Kutoka 23:32-33. Inaongea juu ya kwamba usikengeuke. Tusoma Kumbukumbu la Torati 28:15 hadi ukashuka hadi 45 pale. Utakutana juu ya vitu. Ukiacha kumtumikia Mungu, kuna wakati pale Kumbukumbu la Torati inasema kwamba anga litakuwa chuma, mvua itakuwa mavumbi, majipu yatakuja, tauni zitakuja, magonjwa yatakuja. Furahia uwepo wa kuwa chini ya mkono wa Mungu. Furahia kumtumikia Mungu. Utawezaje kuweza kufurahia uwepo wa Mungu? Jambo la 5, uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu katika maisha yako yote. Uwe mwaminifu. Zaburi 119:11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Uwe mwaminifu. Moyoni liweke neno la Mungu. Liweke neno la Mungu. Kwa sababu kisha liweka neno la Mungu litaanza kukuongoza. Kuna njia ambazo utakuwa unataka upite. Zitakwambia hiki kitu Mungu sio sehemu yako. Hii sio sehemu yako. Sasa vijana tunaochipukia. Vijana tunaosema kwamba sisi ni maji ya moto. Vijana tunaosema kwamba sisi ndio majeizi. Vijana tunaosema sisi ndio wa kizazi hiki. Ni hatari. Mungu limpata, mtunze sana. Haleluya. Mtunze sana. Mtunze sana. Uwe unasoma, uwe chuoni, uwe kidato, uwe shuleni. Mtunze Mungu. Ni kizazi kilichoharibika. Haleluya. Ni kizazi kilichoharibika. Nataka tu nikupe mfano ujue. Inawezekana unasema kwamba ni kizazi hicho ni sawa. Fuata na teknolojia. Siku moja niko nyumbani. Sasa unajua
simu za kina mama mara nyingi ndio nakuta mara nyingi watoto wanazizoea sana. Sasa yupo mtoto wangu Gideon. Sasa siku hiyo nikaa nimefika, ni kidogo ilikuwa kwenye saa 10 hivi. Nimefika hapa nimekaa, nakuta ameshika ile simu. Sasa kwa sababu nikaa nimeingia chumbani, nasikiza nani anabadilisha nyimbo kwenye simu, unakuja huko anabadilisha, anakuja anabadilisha. Sasa lakini tukanipa mawazo kwamba hebu toka sasa wewe. Nafika amekuta amekaa kwenye kiti. Gideon anaamesha sha. Nikasema na wewe. Haleluya. Haleluya. Yaani anachagua nyimbo anazotaka kwenye simu. Sawa, ni kweli. Ni ufahamu wa watoto labda juu ya vitu. Lakini ni kizazi ambacho kwa kweli ndio maana ukiangalia maadili ya zamani, yaani ukiyapata saa hizi, yaani ndio maana unaweza kukuta sasa vijana hata kukwetua au vinataka wadana wote. Wagugo kukwetua, wagugo. Hakuna hapo. Hakuna. Kijana wa zamani alikuwa anaona kwa macho hapo machafu anafanya. Yaani hakuna hapo, kizazi cha vijana kipo. Ni maombi ya neema ya kumjua Mungu. Mungu atakufundisha maadili. Haleluya. Wazazi huko wanapata shida. Hawaongei tu. Wanaumia, wameongea na wewe sana. Lakini vitu unavyovifanya vinawaumiza. Acha Mungu akutengeneze. Acha kugugo kukwetua. Acha kugugo. Kijana gani unapopita mlango unakuta nyasi zimeota, umani unakupiga, unaingia tu. Unaenda kwetu. Nani atoe zile nyasi pale? Nani asafishe? Kijana unajinyosha, unaamuka, umekoroma, mama ameamka anafagia uwanja. Alikwambia kosha vyombo, umeweka dita. Kwa Mungu hatuko hivyo. Acha Mungu akutengeneze. Haleluya. Sikiliza nikwambie wanangu. Mungu ni seremala kuzidi maseremala. Wewe unaona banzi, Mungu anaona kitu cha ukalia. Wewe unaona banzi, Mungu anaona stiki hizi za kupigia drama. Haleluya. Leo katika banzi lile litengenezwa stiki shilingi ngapi? 15,000 hadi 30,000. Banzi ambayo utakuwa umeitupa huko. Lakini atalichukua hiyo seremala. Akishaichukua ameenda kulitengeneza kama hivi. Unaenda kununua 30,000. Wewe mwenyewe anaweza kuchukua banzi lile ambalo uliona wewe umelitupa, akalichukua akaanza kulitengeneza, atakuja ulipokaa bikodesi wangu pale kanipa. Ninauza kwa kigoda haka. Utanunua, hautaweza kukumbuka kama ndio banzi. Sasa Mungu ni seremala. Acha kutengeneze. Badilika kijana. Badilika binti. Uwe baraka kwa wazazi. Uwe baraka kwa wazazi. Usishupaze shingo. Maandiko yanasema Mithali 27 mstari wa 1, ashupazae shingo atavunjika ghafla. Atapata dawa. Maneno ya mzazi ni baraka. Haleluya. Maneno ya mzazi ni baraka. Ni Mungu wa dunia. Na ndio nafasi mbili zinaweza zikakulaani ambazo unaweza kukutana nayo ikakaa sana. Laana ya kwanza ni ya Mungu, laana ya pili ni ya mzazi. Unaweza ukaombea kama wajua na mafuta hapa, lakini usipotengeneza na mzazi. Mchungaji, siwezi nikatengua laana ambayo unatakiwa kutengeneza na mzazi. Ila Mungu akiniambia kwamba unatakiwa jambo ambalo hauko sana na mzazi, nenda katengeneze. Na nashukuru sana wazazi wetu. Ndio maana mara nyingi wanatuambia hata zile sikukuu za mwezi wa 12, anakuambia kwamba fanya kitu. Nuna hata kilo moja wafurahie tu. Ni neno moja tu unaoitaka. Mwanangu, umeburudisha moyo wangu. Kwa kilo moja hii Mungu akubariki. Vile wewe njoo kwenye maombi. Endelea kutembea na Mungu wako. Utaanza kuona milango inafunguka. Amen. Utaanza kuona kama ulikuwa unaonekana kinyago upigiwe miruzi, utaanza kuona sasa unakustopisha. Ukipita watu 2 3 vijana wanakuambia, "Mbona sasa nilikuwa sisimamishi? Mbona hapa sasa nimezidi nisimamisha?" Umetengeneza.
Haleluya. Umetengeneza. Acheni mabinti kubishana na wazazi nyumbani. Ukiamua kuosha vyombo, osha. Ni nafasi yako ya kuosha vyombo. Amen. Ni nafasi yako ya kuamka mapema kabla ya mama hajaamka. Tengeneza mazingira. Ndio maana tunasema kwamba vijana mnapooa, ukifika onana kwanza na baba wa kiroho. Atakwambia kuna watu wengine mwanjero pale ndio pao. Kucha bandia hizi ndio wanajua maduka kuliko vitu vingine. Ukimuuliza smartphone ndio anajua duka kuliko vitu vingine. Lakini ukimuuliza shamba ulienda lini kulima, anasema sielewi. Ukimwambia ugali lini ulisonga, unasema wanasongaje. Ukimwambia kupika ubwango hapa, anakupigia uchi. Ni maombi yangu kwa vijana, isiwe mtu unayemjua Mungu ukayaishi hayo. Unatakiwa baraka kwenye maisha. Fikiri ni faida na furaha gani mzazi anapoweza kuona kwamba uko kwenye ndoa yako alafu apate kesi, apate malalamiko. Amen. Apate malalamiko. Haleluya. Haleluya. Tubadilike vijana. Tubadilike vijana. Tubadilike vijana. Haleluya. Kilimo ni mtu wa mgongo. Haleluya. Alisema Nyerere, chochote unachokiona. Unajua agizo la kwanza Mungu alilomwambia mwanadamu, ardhi atailima. Hakusema tafuta fedha. Amen. Sasa nielewe, fedha ni vizuri kutafuta. Na fedha unaiona yote imetoka kwenye ardhi. Nguo zinafanya zimetoka kwenye ardhi. Achana na nguo. Huu mwili huu unaona, zikitoa hizo nguo zangu zote ni udongo. Haleluya. Ni vizuri vijana tuwe baraka kwa wazazi. Haleluya. Amen. Tuwe baraka sana. Na tukisema vijana tubaki, baki. Wazazi kama mko hapa, mimi nitakuwa naonana na mzazi mmoja mmoja. Nikiwa na kijana nikisema baki ya baki, naona naweza nikafika nikamtembelea mzazi nyumbani. Nikaulizia, mama yangu atubaki epi anaendelea anaishi hapa. Alafu nafika asubuhi, nagonga, anakuja kunifungulia mama yangu atubaki. Nasema yeye anasema amejinyosha huko. Anakoroka. Anakoroka, wewe umeamka. Sasa nikisema njoo kwenye vijana, unafundishwa namna ya kuishi kiroho, unafundishwa namna ya kuishi kimwili, unafundishwa namna ya kuishi na jamii. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu lazima uishi na jamii ndio ile kuzunguka. Lazima uweze kujua kwamba unatakiwa uishi nayo vipi. Haleluya. Vijana, nataka nimalize kwa kusema Mungu ana mpango mwema na wewe. Amen. Mungu ana mpango mwema na wewe. Amen. Tunatamani kupata vijana au wa kiume au wa kike, awe baraka kwenye maisha yake ya baadaye. Awe baraka sana. Awe baraka sana. Sana. Na hiyo itakuwa vizuri. Tuondoe msongo kwa wazazi wa kukuanzia tu wewe, mtoto huyu. Kuna maneno mnajibu kwa wazazi huko sasa hivi. Mna maneno makali. Wakati mwingine unajishika hadi kiunoni unajilinganisha. Yesu akubadilishe leo. Amen. Yesu akubadilishe leo. Amen. Yesu akubadilishe leo. Amen. Yesu akubadilishe leo. Amen. Haleluya. Amen. Nilikuwa nasema tunahubiri habari za Yesu anayembadilisha mwanadamu. Na hatua ya kwanza ya kuweza kukubadilisha Yesu ni kumwamini wewe Bwana na Mwokozi. Hii nafasi inatolewa bure wana wa Mungu. Haleluya. Kuna wakati mwingine wanasiasa watakuja kwako kuomba kula, watakuletea bahasha. Lakini
Kuna msemo unasema dudu liumaa usilipe kidole. Haleluya. Lakini neema ya wokovu ni bure. Ni bure. Hebu fikiri Yesu ukimkaribisha ndani yako. Fikiria tu Yesu ukimkaribisha ndani yako. Amen. Amen. Nimalize kwa ushuhuda mfupi kwa sababu ya neema ya wokovu nilipata. Inawezekana uko mahali hapo ukasema kwamba mimi ni mnywaji wa pombe. Itakuwaje? Hivi Yesu anaweza kanikubali mimi? Hivi Yesu anaweza kaniamini mimi? Itakuwaje? Mimi unaniona hapa, nimewahi kunywa pana pamoja. Nimewahi kunywa konyagi. Sasa fikiri nipookoka wakati baba anafundisha. Nikakutana na neno moja linasema kwamba linda sana moyo wako kuliko kitu chochote unacho. Nikakumbuka siku nakunywa konyagi na power. Yale maji yanaposhuka maji yale yanaposhuka huku moyo huku ndani moyo na ndio maana ukafuatilia wanaokunywa pombe kali hizo wakiendekeza sana, wanaanza kuona nywele zimeanza kuruka, zimeanza kuwa nyekundu. Moyo Yesu mwenye huruma, Yesu mwenye upendo, Yesu asiangalie nafasi, asiangalie elimu, asiangalie uzuri, aliamua kumfuta, aliamua kumsafisha. Hata kwako inawezekana. Amen. Inawezekana uko katikati yetu. Inawezekana unasema kwamba mimi maisha yangu ni chale tu. Sikiliza, iko damu ya Yesu itafanya mambo yote. Amen. Itakusafisha kabisa. Sifanye moyo wako kwa nguvu. Yesu anakupenda sana. Yesu anakupenda. Yesu ana marafiki wazuri kuliko wale unakutana nao. Kiongozi anaweza kawa serikali, lakini akienda kwenye pombe ya machicha atakalia tofali, lakini ukimkuta kazini kwake anakalia kiti cha kutubuka. Anaweza kama mfanya kazi mzuri, akikaa ofisini anakaa kiti cha kutubuka, lakini akikaa kwenye kilabu anakalia tofali la kuchoma. Angalia adhabu ya shetani. Njoo kwa Yesu leo. Njoo kwa Yesu leo. Amen. Wangapi wanasema nafasi sitaki ipotee kwangu? Nilikuwa naitafuta sana, sitaki ipotee kwangu. Nilikuwa nategemea nitakutana nayo lini. Anasema namhitaji Yesu mwenye huruma, aingie kwangu, aingie kwako tu. Kuna wakati ukilewa pombe, ukiamka asubuhi zimeisha, unaumia, unalia, kwa nini nimekuacha mimi siku zote niko hivi? Hautaweza kushinda pombe kwa akili zako. Hiyo ni falme ya giza. Amen. Mpe nafasi falme wa nuru aingie kwako. Amen. Kama katikati yetu kuna mtu sasa maisha yangu nataka kuyakabidhi kwa Yesu, anaweza akaja mbele tukaomba naye. Anaweza kaja mbele tukaomba naye. Anasema namhitaji Yesu maishani. Kama kuna mtu katika yetu anaweza kaja tukaomba naye. Jina lake liandikwe katika kiti cha Yesu. Kama hakuna, nafasi ishatolewa, itaendelea kutolewa tena. Kumbuka unaweza kukutana na Yesu popote, lakini ingekuwa vizuri sana kukutana naye leo hapa. Moyo wako una sauti mbili zinaamua ndani yako. Kuna sauti moja inakubembeleza nenda, kuna sauti nyingine inakukataza usiende, usinyanyuke, kaa tu. Nisikilize hiyo sauti inayokuja kwa upole sana. Yes. Sauti ya Yesu.
Ongeza makofi makubwa sana. Ni maamuzi anaweza kaonekana anachukua magumu mbele ya umati, lakini katika ufalme wa Mungu hatuwezi tukaeleza juu ya upendo wa Mungu anaweka kutenda kwake sasa. Amen. Inawezekana huko mwingine huko, yawezekana huko mwingine wamekusema wewe hivi, mfuta baruni, unajiuza, malaya wewe, maneno mengi sana. Njoo Yesu atakubadilisha. Yesu atakubadilisha. Chukua nafasi hii. Chukua nafasi. Upendo wa Yesu haupimiki, haufanani. Nimekupa shuhuda nyingi sana, na kwa ufupi nimewaileta Lambo na mke wangu ya madawa ya kienyeji ya kichoma kabisa, na kutoka kwa mganga wa kienyeji tulienda Malawi, tukaenda Mbozi, tukaenda Kiela, Lambo za kila aina tulikuwa tunaendelea kukusanya tu. Tulikunywa dawa za kuteleza, tulikunywa dawa kavu, tulikunywa dawa zinanuka mwilini. Kwa jina na kitu siwezi nikaeleza. Kuna mtu unaweza ukawa unatembea, unamsikiliza kwenye picha ya Facebook, umebeba mizigo ya ibilisi kiunoni mwako. Liko jina la Yesu tu ambalo haitakuwa ibilisi linakaa ndani yako. Inawezekana umeweka ibilisi begani. Inawezekana umechanja chale za kusema ukiiba au utakamatwa. Utakuta kuna wajanja watakuwa kwa majani tu, watakuwa kwa kupiga tu kimbuli. Rehema za Mungu, Yesu mwenye huruma na upendo anakuita, anakuhitaji. Natoa nafasi ya mwisho. Inawezekana unasema mimi nataka niungane na kijana huyu aliyepita hapa mbele, kwamba na mimi maisha yangu yaandikwe katika kitabu cha. Njoo haraka, kama upo njoo haraka, kama upo njoo haraka, kama upo basi Mungu anatoa rehema kwa nafasi nyingine. Kijana, sema Bwana Yesu, ninaamua leo kwa akili zangu timamu na kwa moyo wangu wote kukabidhi maisha yangu mikononi mwako. Naomba unisamehe yale yote niliyoyafanya. Ninakuomba Bwana Yesu, nifanye kuwa kiumbe kipya. Kwa unyenyekevu mkubwa, futa jina langu katika kitabu cha tendo langu. Andika jina langu katika kitabu cha watakatifu waendao mbinguni. Kuanzia sasa
ardhi inasikia, mbingu zimefunguka. Ninatamka maneno haya mbele ya madhabahu hii kwamba nitakutumikia kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote, na mali zangu zitakutumikia wewe. Asante Yesu kwa kunipenda mimi ambaye nilikuwa sifai machoni pa watu, lakini upendo wako umenikaribisha. Asante Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana kwa ajili ya roho hii ambayo Bwana tunaona maelfu ya wanadamu hawataweza kwenda jehanamu kwa kutumia kinywa chake, kwa kutumia mwili wake, kwa kutumia mwonekano wake. Watu watakufuata wewe. Asante kwa ajili ya mtu mmoja leo. Baba, tunakuomba andika jina lake katika kitabu chako. Roho zote za miungu, nguvu za kishetani, roho za magonjwa, kifo cha mapema, roho za umaskini, roho za kila aina zilizo kinyume na mpango wake Bwana, zikamwachie akawe kiumbe kipya sasa. Ya kale yamepita, yakawe mapya. Asante Bwana Yesu, tunaamini kabisa ulimwandaa kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru Baba, ninamwacha mikononi mwako sasa, maana ni mikono yako salama. Mjalie kutunza wokovu, muwezeshe kushinda majaribu, msaidie pale anapohitaji msaada, ndiye nguvu anapohitaji kutiwa nguvu, muinue anapoanguka tena, msimamishe anapotaka kusimama. Asante Bwana, ninamweka mikononi mwako, namshukuru Jehova. Asante Yesu. Amen. Daudi, njoo. Haleluya. Piga makofi makubwa sana kwa Isaac, uchukue namba ya simu na kabidhi kijana. Uchukue namba ya simu. Mungu abariki sana. Naomba chukua mwenye daftari lile pale, bahasha, uandike jina lake, namba ya simu na mahali anapotoka. Kesho nitahitaji kupata taarifa kwako Daudi, umeweza kujua anapotoka na mwenyewe. Piga makofi. Ongeza makofi. Tunamshukuru Mungu, naye hakika ni wema wa Mungu. Basi ni wakati sasa ambao tumeambiwa hapa kwamba kutakuwa na chakula cha pamoja. Naomba tusitoke, chakula kipo. Amena. Na wageni wetu wote ambao wametufikia,